Haleluya, haleluya. Tunaendelea na somo letu la imani. Jana nikakueleza maana ya imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mambo yaonekana kana kwamba yapo. Mambo ambayo yasiyoonekana kana kwamba yapo. Unasadiki mambo ambayo yapo. Sasa tutaangalia kuna aina mbili za imani. Kuna aina mbili za imani na nikakuambia kwamba kuna imani ya Mungu na kuna imani ya milango mitano ya fahamu. Imani ya Mungu ni kumwamini Mungu kile ambacho amefanya. Na unamwamini Mungu kwa kusikiliza neno au kusoma Biblia. Lakini imani ya milango mitano ya fahamu ni imani ya Tomaso, mpaka uone ndo uamini. Lakini principle ya Mungu inafanya kazi tu pale unapoamini neno lake, sio unapoona. Maanake ukiona sio imani tena. Kwa hiyo tusome hapa kwenye kitabu cha Marko. Marko sura ya 11. Tutajikita kwenye mstari wa 22. Bwana Yesu ukianza ule mstari wa 20 pale, utasoma ukipata muda usome hapo mpaka 24. Utaona mtiririko hapo umekaa vizuri. Bwana Yesu nitakusimulia hapa, lakini nitajikita kwenye mstari wa 22. Bwana Yesu alikuwa anatoka Galilaya anaenda Yerusalemu. Akaukuta mti, alivyoukuta mti, ule mti akauambia kuanzia leo usizae tini tena. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa na njaa, kwa sababu mti alikuwa ameumba yeye. Kwa hiyo mti iliupasa utii hata kama sio msimu wa tini. Kwa sababu muumbaji alikuwa anahitaji tini, kikawaida alitakiwa uzae tini. Lakini alivyosema hivyo akaenda Yerusalemu. Alipoenda Yerusalemu, jioni yake akarudi, lakini ule mti ukawa haujanyauka. Siku ya pili yake walivyokuwa wanapita tena kwenda Yerusalemu, wakakuta ule mti umenyauka. Bwana Yesu anatamka neno, lakini anatamka neno kwa imani. Na alivyokuwa anatamka, maana yake automatically ule mti ulikuwa kuanzia saa ile ukawa umenyauka. Yeye anaona kwamba ule mti umeshanyauka, lakini wanafunzi hawaoni kama mti umenyauka. Maana yake walivyoenda asubuhi, alivyosema kwamba kuanzia leo huo mti usizae tini, maana yake automatically tayari umeshakwisha kunyauka. Maana yake ameona umenyauka wakati haujanyauka. Hiyo ndio imani, kwamba ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaonekana mtini bado una majani mabichi, maana yake aliwaambia inatakiwa unyauke kutoka kuanzia kwenye mizizi yake mpaka majani. Maana yake ilipaswa unyauke ule mti. Kwa sababu Bwana Yesu alikuwa anajua kucheza na imani. Alikuwa anajua anaufahamu na imani. Kwa hiyo alivyosema katika ulimwengu wa roho, ule mti ulikuwa tayari umeshanyauka. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri madhihirisho
So madhihirisho ya mti kunyauka. Sasa tunasubiri madhihirisho ya mti kunyauka. Sasa kwenye madhihirisho kuna kitu kinaitwa kanaweza kakachukua muda kidogo kama hivyo. Kwa mfano ameenda ile siku ya kwanza amepita, wameenda Galilaya, mti wamerudi haujanyauka. Siku ya pili yake ndo amekuta amenyauka. So naweza nikasema jambo leo lakini likachukua muda kidogo, likachukua muda. Kwa sababu gani? Ijapo tayari ninaamini kuwa kwamba jambo hili limeshakwisha kufanyika katika ulimwengu. Nasubiria swala la madhihirisho katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndipo mstari wa 21 nakuta pale Petro akakumbuka yale Bwana Yesu aliyosema kwa mti huo na kumwambia, Mwalimu, tazama mti ule wa mtini ulioulaani umenyauka kabisa. So sasa walipopita tena asubuhi yake kwenye siku ya pili, so Petro anakumbuka kwamba ule mti ambao uliulaani jana, ule mti tayari umenyauka. Ule mti umenyauka. Anamkumbusha nani? Anamkumbusha mwalimu, anamkumbusha Rabi, ambaye Rabi ni nani? Ni Bwana Yesu. Anamwambia ule mti jana tu uliosema tayari umeshanyauka. So Bwana Yesu mstari ule anasema kwamba, mstari unaofuata anasema 22, Yesu akawajibu. Nasoma Biblia ya TKU. Yesu akawajibu, mnapaswa kuweka imani yenu kwa Mungu. Anasema mnapaswa kuweka imani yenu kwa Mungu. Inapaswa kuweka imani yenu kwa Mungu. So imani yetu inapaswa kujikita kwa Mungu. Imani ya Mungu. Imani ya Mungu. Tunajikita, imani yetu tunajikita kwa Mungu. Imani yetu haijikiti kwenye vitu. Imani yetu inajikita kwa Mungu, kwa sababu Mungu yeye ndiye anayefanya. Kwa hiyo imani yetu tunaiweka huko. Haleluya. Kwa hiyo unakumbuka hata Bwana Yesu anaenda kumfufua Lazaro. So imani yake haikuwa kwake, imani yake ilikuwa kwa Mungu. Na ndio maana yeye akasema kwamba, Mungu, ninajua unanisikia. So anamtazama Mungu ni kama mfufuaji. Hatazami kuwa ni yeye ni mfufuaji. Anamtazama Mungu kama mfufuaji. So imani yake imejikita kwa mfufuaji. Imani yake imejikita kwa mfufuaji. So kumbe hapa tunagundua kwamba hata Bwana Yesu kuuambia huo mti, hakuuambia huo mti kwa imani yake, lakini aliuambia huo mti akiamini kwamba imani yake imejikita kwa Mungu, kwamba Mungu ana uwezo wa kunyausha, wa kukausha huo mti. Ndio maana nawakumbusha wanafunzi wake kwamba mnapaswa kuweka imani yenu kwa Mungu, kwamba Mungu anaweza kila kitu. Mungu ana uwezo wa kufanya kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ya imani, kwamba imani inapaswa imani zetu tuweke kwa Mungu. Na unawekaje hiyo imani? So ili imani yako ili imani ya Mungu ni kuona ukubwa wa Mungu, ni kuona uzuri wa Mungu, ni kuona Mungu ni mkubwa. Yaani kuona imani, kujikita kwa Mungu ni kuona Mungu ni mkubwa kuliko tatizo. Mungu ni mkubwa kuliko tatizo. Unajikita hapo. Ukiwa na tatizo, haulikuzi tatizo kuwa kubwa, bali unamkuza Mungu, yeye ni mkubwa. Maanake kitendo cha kumkuza Mungu kuwa yeye ni mkubwa
maanake umeachilia kiwango kikubwa cha imani yako. So kuona mambo mazuri yale ambayo Yesu amefanya au wema wa Mungu aliofanya juu ya maisha yetu, maanake tunaachilia hiyo imani kubwa ya kiungu. Nilikwambia jana kama yule Mkanaani au akida aliambiwa imani yake ni kubwa, maanake alikuwa anaona Mungu ni mkubwa kuliko shida aliyokuwa nayo, kuliko tatizo alilokuwa nalo. So anamkuza Mungu anamkuza Mungu kuwa ni mkubwa. Kila mtu amepewa imani na imani aliyopewa ni kubwa, lakini kuna tofauti ya kuapply. Ukiapply kidogo itatoka kidogo, ukiapply kwa ukubwa itatoka kubwa. Hapa ndo tunatofautiana kwenye kutumia. Sawa, wote tumepewa hela, wote tumepewa hela 50,000. Kuna mwingine atatumia 2,200, lakini kuna mwingine atatumia 10,000. Wote tumepewa 50,000. Kuna mwingine akishatumia 2,200, maana yake atatumia siku 5, kuna siku kadhaa, lakini mwingine atakayetumia 10,000 atatumia siku 5. Kwa hiyo tunatofautiana kwenye matumizi. Kama ukiapply ukaona ukubwa wa Mungu, maanake imani yako hiyo inakuwa kubwa, unakuwa umeiachilia kwa ukubwa zaidi. Lakini ukiona kwamba Mungu mwenyewe ni mdogo tu, maanake na hiyo imani yako utakayotoa ni ndogo. Kwa hiyo imani unayo ni kubwa, lakini utofauti unakuja kwenye matumizi, kwamba je, hiyo imani unaitumiaje? Maanake imani tukasema ni nani? Imani ni mtu. Imani ni mtu. How to apply. Hapa ndipo utofauti unakuwepo. So tutakuja tuangalia imani ya pili ya milango mitano ya fahamu. Hiyo imani ya jina lingine imani ya milango mitano ya fahamu, au imani ya Tomaso. Sasa sisi hatutumii imani ya Tomaso. Hiyo nitakueleza tu kiufupi, lakini sisi hiyo hatuitumii. Kwa sababu gani? Tukiitumia hiyo kwenye principle ya Mungu, kwenye principle ya Mungu inakataa, haiwezi ikafanya kazi. Na hiyo imani lazima uchanganye na neno. Kwa hiyo inakupasa usome neno uchanganye na imani. Usikae bila kusoma neno. Soma neno, changanya imani. Soma neno, changanya na imani. Soma neno, kuza Mungu. Soma neno, ona mazuri ya Mungu. Soma neno, then unaona vitu vinaanza kutokea kwenye maisha yako na maisha yanaanza kubadilika. So